Namshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Kuna mwingine aliye kama wewe ndugu zangu. Na kumjua kwamba mmeamka mkiwa wazima, pia na mimi nimeamka nikiwa wazima, watu wa Mungu. Asubuhi ya leo tutakuja neno la Bwana katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 11 mstari mdogo 37. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Alipokuwa akinena, Mfarisayo mmoja alimuita aje kwake ale chakula. Akaingia akaketi chakulani. Mfarisayo huyo alipomwona alistaajabu kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, enyi Mafarisayo, mwasafisha kikombe na sehemu kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la Bwana ambalo Yesu Kristo alipokuwa anatembea katika milima, katika vijiji, akamuona Mfarisayo mmoja, akamwalika aje ale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini la kushangaza ni kwamba alipoingia hakukula chakula. Alianza kunawa kabla hajakula. Hakungoja kunawa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hakukujua ya kwamba ni neno ama ni ufunuo ambao uko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Walishangaa, ule Mfarisayo alipomuona akashangaa. Alishangaa. Bwana akamwambia, nyinyi Mafarisayo mwasafisha kikombe ndani, lakini nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia, nyinyi Mafarisayo mwasafisha kikombe sehemu kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mioyo zetu, wale ambao tunasema ya kwamba tumeokoka, ndani ya mioyo zetu tumebeba nini? Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mioyo zetu tumebeba uchafu. Kaambia kwamba ndani ya mioyo zenu mmebeba unyang'anyi, ndani ya mioyo zenu mmebeba zinaa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojisafisha, wacha tujisafishe, tung'are nje na ndani. Asubuhi ya leo nataka kuambia watumishi wa Bwana, wale watu ambao wanasema kwamba wameokoka, wacha tuokoke ndani na nje, hata matendo yetu yakatambulike ya kwamba tumeokoka. Kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba wanafunzi wa Yesu walifanana na Yesu kwa kutembea kwao, kwa kunena kwao, watu wa Mungu walifanana. Huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Asubuhi ya leo jambo langu tu ni moja, wacha tukajisafishe ndani na nje. Mienendo yetu, kutembea kwetu kukakae kama Kristo. Bwana Yesu awabariki sana na muwe na siku njema.